Huyu hapa ni moja kati ya goalkeeper ambaye alipata umaarufu kwa talent ama skills zake za kuzuia magoli ama kuzuia mipira kuingia kwenye magoli, ambapo ilikuwa ni kama zaidi ya mipira 8 ambayo amezuia kwa kupata ushindi, na waliibuka bila katika mchezo huo kupitia World Cup ya mwaka 2026. Kama tunavyokumbuka, mashindano ya dunia yanakuja kila baada ya miaka 5, lakini sasa kupitia taarifa hapa anasema shirikisho la soka la Chile limetoa msamaha maalum unamruhusu goalkeeper mkongwe wa Cape Verde Vozinha kuvaa jina lake la utani mgongoni mwa jezi ya klabu ya Colo-Colo, licha ya kanuni za ligi kupiga marufuku matumizi ya majina ya utani kwenye jezi za wachezaji. Vozinha mwenye umri wa miaka 40 alisaini mkataba wa miezi 6 na mabingwa hao wa ligi kuu ya Chile siku ya Jumatatu baada ya kuvutia dunia kwa kiwango chake cha ubora katika kombe la dunia. Usajili wake umeibua shangwe kubwa kutokana na uzoefu wake mkubwa na mchango aliotoa kwa timu ya taifa ya Cape Verde. Kwa mujibu wa kanuni za ANFP, wachezaji wanapaswa kutumia majina yao halisi kwenye jezi. Kwa Vozinha, jina lake rasmi ni Josmar Jose Overa Diaz, na kanuni hizo zinasema wazi kuwa majina ya utani au la klabu hayaruhusiwi kutumika wakati wa mashindano ya ligi. Hata hivyo, viongozi wa Colo-Colo waliwasilisha ombi maalum kwa ANFP wakieleza kuwa jina la Vozinha ndio linalotambulika kimataifa na ndilo limetumia katika maisha yake yote ya soka. Ombi hilo lilikubaliwa na hivyo kumruhusu kuendelea kutumia jina hilo maarufu. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari, Vozinha alisema jina hilo lina historia kubwa kwake na familia yake. Alieleza kuwa kwa Kireno Vozinha linamaanisha ni bibi, granny, na jina linalopewa upendo tangu akiwa mtoto, hivyo lina thamani ya kipekee katika maisha yake. Golikipa huyo aliongeza kuwa kama bibi yake angekuwa hai leo, angejisikia fahari kuona jina hilo likiendelea kutambulika duniani. Amesema ana matumaini ya kuendelea kutumia hadi atakapomaliza maisha yake ya soka kama njia ya kumwenzi bibi yake na kuhifadhi sehemu muhimu ya historia yake binafsi.